Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, katika siku ya leo tunakuja sehemu ya pili ambayo basi tutajifunza kwa habari ya nguvu ya kibali. Nguvu ya kibali, siku zote lazima uweze kuona kwamba thamani ya kibali ambacho Mungu amekupa kwenye maisha yako siku zote ni thamani bora, na lazima uweze kutambua mambo haya kadhaa. La kwanza, wewe ni bora katikati ya wale ambao wanaonekana sio bora. Wewe ni wa pekee katikati ya wale ambao wanaonekana si wa pekee. Wewe ni wa thamani katikati ya wale ambao hawaonekani kuwa wana thamani. Wewe ni wa heshima katikati ya wale ambao wanaonekana hawana heshima yoyote, hawana hadhi yoyote. Siku zote kibali ambacho Mungu amekupa ni zawadi ya pekee, ni zawadi ya heshima, ni zawadi ya thamani, ni zawadi ya upendo wa Mungu kutoka kwake, ambao ametukirimia kwa upendo wake. Hivyo katika maisha yako, tunza sana kibali ambacho Mungu amekupa, ambacho kinakutambulisha wewe kuwa ni wa pekee. Tunza sana thamani ya pekee ambayo Mungu amekupa, ambayo inaonyesha upekee wa Mungu kwenye maisha yako, ambayo inaonyesha ubora wa Mungu kwenye maisha yako, ambayo inamdhihirisha Mungu kwenye maisha yako. Siku zote Mungu hukupa kile kinachokustahili, kwa sababu wewe mwenyewe unastahili mbele za Mungu. Hivyo wewe ni bora na kibali chako ni bora kwenye maisha yako. Kitunze ili Mungu akutunze. Jitunze ili Mungu akutunze. Jithamini ili Mungu akuthamini. Jiheshimu ili Mungu akuheshimu. Jipende ili Mungu akupende. Siku zote usingojewe kupendwa na watu, kuthaminiwa na watu. Anza kujipenda wewe mwenyewe, jithamini wewe mwenyewe, jijali wewe mwenyewe, kwa kuwa Mungu amekupa tunu hii kama sehemu ya thamani kwenye maisha yako. Hivyo tunza sana kibali ambacho Mungu amekupa, ambacho kinakuheshimisha pale kazini, ambacho kinakuheshimisha kwenye hiyo biashara, ambacho kinakuheshimisha kwenye hiyo ndoa, ili daima kwa njia ya wewe Mungu atukuzwe, kwa njia ya kazi yako Mungu atukuzwe. Tukutane katika sehemu ya tatu. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia mafundisho haya, atazidi kukujenga kiroho na kimwili. Tumsifu Yesu Kristo.